Urusi imeanzisha mashambulizi makubwa dhidi ya Ukraine katika saa za usiku wa asubuhi ya kuamkia hii leo, ikitumia mchanganyiko wa makombora, drones na mabomu ya kuongozwa. Shambulio hilo limepiga maeneo kadhaa nchini Ukraine, huku mji wa Zaporizhia ukiwa miongoni mwa maeneo yaliyoathirika zaidi. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema Urusi ilitumia makombora ya ballistic yaliyotolewa na Korea Kaskazini katika shambulizi hilo na kwamba makombora hayo yalipiga Zaporizhia pamoja na silaha nyingine. Maafisa wa Ukraine walidai kuwa shambulizi hilo liliua watu kadhaa na kujeruhi wengine wengi. Taarifa za awali ziliripoti watu 6 kuuawa na 16 kujeruhiwa, huku taarifa zilizochapishwa baadaye zikiongeza idadi hiyo hadi watu 7 kuuawa na 24 kujeruhiwa. Idadi hiyo inaweza kuendelea kubadilika kadri shughuli za uokoaji na tathmini ya uharibifu zinavyoendelea kuongezeka. Mashambulizi pia yaliripotiwa katika maeneo ya Dnipropetrovsk na Donetsk, huku watu wengine wakiuawa na kujeruhiwa. Kiev nayo ililengwa na mashambulizi yaliyosababisha moto katika baadhi ya maeneo, ingawa hakukuwa na taarifa za majeruhi katika baadhi ya maeneo ya mji mkuu. Kinachofanya mashambulizi haya kuwa muhimu zaidi ni madai kwamba Urusi ilitumia makombora ya ballistic ya Korea Kaskazini. Zelensky amesema Zaporizhia ilishambuliwa kwa makombora ya Korea Kaskazini pamoja na makombora ya Zakon na mabomu ya KAB yanayoongozwa. Urusi haijathibitisha madai kwamba makombora ya Korea Kaskazini yalitumika katika shambulizi hilo. Hata hivyo, matumizi ya makombora ya Korea Kaskazini na Urusi si jambo jipya katika vita hivi. Tangu mwishoni mwa mwaka 2023, Ukraine imekuwa ikiripoti mabaki ya makombora ya familia ya Hwasong-11 yanayojulikana pia kama KN-23 au KN-24 baada ya mashambulizi ya Urusi. Makombora ya KN-23 na KN-24 ni makombora ya ballistic ya masafa mafupi. Tofauti na drones inayoweza kuruka kwa muda mrefu kuelekea shabaha, kombora la ballistic husafiri kwa kasi kubwa na linaweza kufika kwenye shabaha ndani ya muda mfupi zaidi. Hilo linaifanya iwe changamoto kwa mifumo ya ulinzi wa anga, hasa wakati Urusi inapozindua silaha nyingi kwa wakati mmoja. Kwa Ukraine, tatizo ni kwamba inahitaji kutumia mifumo ya gharama kubwa ya ulinzi wa anga kujaribu kuzuia makombora hayo pamoja na drones. Shambulizi la leo linakuja siku chache baada ya taarifa kwamba kitengo cha makombora ya Korea Kaskazini kimeanza kupelekwa magharibi mwa Urusi, kwa mujibu wa taarifa za kijasusi za Ukraine zilizoripotiwa na Reuters. Kwa mujibu wa taarifa hizo, kitengo hicho kinaweza kuhusisha hadi makombora 120 na vizindua 6 pamoja na wanajeshi wa Korea Kaskazini. Ikiwa taarifa hizo zitathibitishwa kwa kiwango kilichoripotiwa, hii inaweza kumaanisha kwamba ushirikiano wa kijeshi kati ya Moscow na Pyongyang unaenda zaidi ya kusafirisha silaha. Unaweza kuhusisha pia wataalamu, vitengo vya kijeshi na matumizi ya moja kwa moja ya uwezo wa Korea Kaskazini katika vita vya Ukraine. Mmoja ya malengo ya kimkakati ya mashambulizi ya Urusi ni kulazimisha Ukraine kutumia rasilimali zake za ulinzi wa anga. Ukraine inahitaji kulinda miji, miundombinu muhimu, vituo vya nishati na maeneo ya kijeshi. Lakini kama Urusi itazindua mchanganyiko wa drones, makombora ya cruise, makombora ya ballistic na mabomu ya kuongozwa kwa wakati mmoja, mifumo ya ulinzi wa anga inaweza kulazimika kufanya uchaguzi kuhusu ni vitisho gani vipewe kipaumbele. Hapo ndipo silaha za Korea Kaskazini zinakuwa muhimu kwa mkakati wa Moscow. Kwa Pyongyang, ushirikiano huu una faida kadhaa. Kwanza, inapata fursa ya kuona silaha zake zikitumika katika vita halisi dhidi ya mifumo ya kisasa ya ulinzi wa anga. Pili, Korea Kaskazini inaweza kupata uzoefu wa kivita ambao hawezi kupata kupitia majaribio pekee. Na tatu, uhusiano wake na Urusi unaipa nafasi ya kupata teknolojia, msaada wa kiuchumi na ushirikiano wa kijeshi. Kwa Urusi, faida ni kupata chanzo cha ziada cha makombora na uwezo wa kuongeza mashambulizi dhidi ya Ukraine. Kwa hiyo, huu ni uhusiano wa kubadilishana maslahi. Matumizi ya makombora ya Korea Kaskazini nchini Ukraine yanaonyesha kwamba vita hivi si tena suala linalohusu Urusi na Ukraine peke yake. Korea Kaskazini imekuwa mshirika muhimu wa kijeshi wa Moscow, huku nchi za magharibi zikiendelea kuisaidia Ukraine kwa silaha na mifumo ya ulinzi wa anga. Hivyo vita vya Ukraine vinaendelea kuwa sehemu ya ushindani mpana wa nguvu kati ya Urusi, washirika wake na nchi za magharibi. Mashambulizi ya leo yanaonyesha mabadiliko muhimu katika namna Urusi inavyopigana vita dhidi ya Ukraine. Moscow inaendelea kutumia silaha zake yenyewe, lakini pia inatumia uwezo kutoka washirika wake kama Korea Kaskazini. Na ikiwa taarifa kuhusu kupelekwa kwa vitengo vya makombora vya Korea Kaskazini nchini Urusi zitathibitishwa kikamilifu, basi ushirikiano huu unaweza kuingia katika hatua mpya kabisa. Kwa sasa, jambo lilo wazi ni kwamba makombora ya Korea Kaskazini yamekuwa sehemu ya silaha ambazo Urusi inatumia katika vita vyake na Ukraine, na shambulio la leo limeonyesha tena jinsi ushirikiano wa kijeshi kati ya Moscow na Pyongyang
unavyozidi kuwa muhimu katika uwanja wa kivita.